Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Bwana, mchezo mkubwa wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, mchezo ambao unazikutanisha timu mbili, timu ya TRA United wakicheza dhidi ya bingwa mtetezi Yanga Sports Club katika mwendelezo wa ligi kuu ya NBC 2025-2026, mchezo ambao unafanyika kwenye dimba la Sheikh Amri Abeid kwenye majira saa 10:30 za jioni. Sasa huu ni miongoni mwa michezo migumu ambapo klabu ya Yanga wanakwenda kukutana na timu hii ya TRA United ama zamani Tabora United katika msimu uliotoka kumalizika, msimu 2024-2025. Timu hizi mbili walipokutana kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, klabu ya Yanga waliweza kudondosha alama 3 kwenye mchezo mmoja dhidi ya timu ya TRA United zamani Tabora United kwenye ile michezo miwili ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, kila mmoja akiondoka na alama 3 ugenini. Wakati Yanga alipokopo nyumbani, timu ya TRA waliweza kuibuka na ushindi, lakini wakati mechi ya marudiano Yanga alipokopo ugenini na yeye akaenda kuibuka na ushindi. Kwa hiyo kila mmoja aliweza kuondoka na alama 3 akiwa kwenye dimba la mwenzake. Sasa huu ni msimu mwingine ambapo timu hizi mbili zinakutana kwa mara ya kwanza ndani ya msimu huu 2025-2026, na safari hii ni Yanga Sports Club yenye mabadiliko makubwa dhidi ya TRA ambapo zamani ilikuwa inafahamika kama Tabora United. Miongoni mwa michezo migumu kweli, michezo ambayo inaweza ikatoa majibu kwa namna fulani kuelekea kwenye zile mbio za ubingwa, nani aweze kutoa ubingwa mara baada ya msimu kuweza kutamatika ama mwishoni mwa msimu huu 2025-2026. Kwa upande wa kocha mkuu wa timu ya Yanga Sports Club Bwana Pedro Gonçalves, yeye kwenye press ambayo iliweza kufanyika aliweka wazi ya kwamba malengo yake kwenye mchezo huu dhidi ya timu ya TRA United ni kuhakikisha timu inacheza vizuri na kuondoka na alama zote 3 mara baada ya kutoka kudondosha alama dhidi ya timu ya Azam FC kwenye mchezo wa Dar es Salaam Derby. Hivyo kwa kauli hii ya kocha mkuu wa klabu ya Yanga Bwana Pedro, tutegemee kuona mabadiliko makubwa kwenye kikosi chake cha kwanza ambacho kitakwenda kuanza dhidi ya timu ya TRA United. Na ikumbuke kwamba kikosi hiko cha klabu ya Yanga kitawakosa nyota yake muhimu ambao wapo nje ya uwanja kutokana na sababu za majeraha. Miongoni mwa wachezaji ambao wapo nje ya uwanja kutokana na sababu za majeraha ni mchezaji Aurelio Depo, Ibrahim Abdullah Baka, Edmund Joni, Clement Mzize, Dickson Jobo, au ni wachezaji ambao wapo nje ya uwanja kutokana na majeraha yake. Kwa hiyo kwenye kikosi cha kwanza ambacho kinakwenda kuanza chini ya kocha Pedro kutokea kwenye klabu ya Yanga, tegemee kuona mabadiliko makubwa kwenye maeneo mbali. Sasa mimi nipo hapa kukutajia kikosi cha kwanza ambacho kitakwenda kuanza dhidi ya timu ya TRA United kwenye mchezo wa siku hii ya leo kwenye muendelezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Nitakusogezea jeshi la wanaume 11 ambao kocha Pedro atakwenda kuanza nacho kwenye mchezo wa siku hii ya leo dhidi ya timu ya TRA United. Bila kupotezea muda wako, twende haraka tukakitazame kikosi cha kwanza cha timu ya Yanga Sports Club ambacho kinakwenda kuanza dhidi ya timu ya TRA United siku hii ya leo. Kwa upande wa golini, tegemea kumuona golikipa yule Djigui Diarra akiendelea kuaminika na kuanza vyema kwenye eneo la mingoti mitatu ya timu hiyo ya Yanga Sports Club. Lakini kwa upande wa beki nambari 2, tegemea kumuona Israel Patrick Mwenda akienda kuanza kwenye eneo la beki nambari 2 kwenye kikosi hiko cha klabu ya Yanga. Lakini beki nambari 3, tegemea kumuona mchezaji Mohamed Hussein Zimbwe Junior akiendelea kuanza kwenye eneo la beki nambari 3 kwenye kikosi hiki. Lakini beki nambari 4 na beki nambari 5, hapa tutegemea kumuona Bakari Nondo Mwamnyeto akishirikiana vema na mchezaji Frank Yasinki. Nafahamu Ibrahim Abdullah Baka yupo na majeruhi, Dickson Job yupo na majeruhi, hivyo nafasi ya Ibrahim Abdullah Baka inachukuliwa na mchezaji Frank Yasinki kuzima lile eneo la beki za katikati. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 6, hapa tegemea kumuona mchezaji Mohamed Damaro akienda kuanza kwenye eneo la kiungo nambari 6, huku winga nambari 7 hapa tegemea kumuona mchezaji Max Nzengeli akiendelea kuanza kwenye kikosi hiki cha kwanza cha klabu ya Yanga akitokea kama winga nambari 7. Kiungo nambari 8, hapa tegemea kumuona mchezaji Mudathir Yahya akienda kuanza kwenye eneo la kiungo nambari 8, huku mshambuliaji kinara tegemea kumuona si mwingine bali ni Prince Dube akienda kuanza kwenye eneo la mwisho kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga. Kiungo nambari 10
tegemea kumuona mchezaji Alan Okello akienda kuanza kwenye eneo la kiungo nambari 10, huku kwa eneo la winga ya kushoto ama mchezaji wa mwisho kwenye kikosi hiki tegemea kumuona mchezaji Pacome Zouzoua akienda kuanza kwenye eneo hilo la winga ya kushoto. Na maoni gani mwa michezo wangu kuhusiana na kikosi hiki? Njoo tuandikie kupitia sehemu ya comment, bila kusahau kulike, kushare na kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu hapo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.